Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 7. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu, na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari, kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa vyao. Husema, umtegemee Bwana na amponye, na amwokoe sasa, maana apendezwa naye. Kiitikio: kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga. Yamenizua mikono na miguu, naweza kuihesabu mifupa yangu yote. Kiitikio: wanagawanya nguo zangu, na vazi langu wanalipigia kura. Nawe Bwana, usiwe mbali. Ee Mungu wangu, fanya haraka kunisaidia. Kiitikio: nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Ninyi mnaomcha Bwana msifuni, enyi nyote mlio wazao wa Yakobo mtukuzeni. Kiitikio: Lord.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, sura ya 2 aya ya 6 hadi aya ya 11. Yesu mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Wakati ule Yesu akasimama mbele ya liwali Ponsio Pilato. Liwali akamuuliza akasema, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhitakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile, aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, yule Baraba au Yesu
ameketi juu ya kiti cha hukumu. Mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mimi leo katika ndoto kwa ajili yake. na kuwa makuhani na wazee wakashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, Nataka niwafungulie yupi katika hao wawili. wakasema, Pilato akawaambia, wakasema wote, akasema, wakazidi sana kupiga kelele wakisema, basi Pilato alipoona ya kuwa haifai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga piga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka,
wakamwona mtu Mkirene, jina lake Simoni. Huyu akamshurutisha auchukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo. Lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulibisha, waligawa mavazi yake, wakipiga kura, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Wakaketi wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao, wakisema, kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, yani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi ya waliohudhuria waliposikia walisema,
Mara mmoja akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakishatoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakamlinda Yesu. Walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, palikuwa na wanawake wengi wakitazama kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya, wakimtumikia. Neno la Bwana. Kanisa langu nitapata ushindi wa kanisa shindi la mbinguni. Nikivumilia mateso ya kazi yangu, nitapata ushindi wa kuzaa matunda yapasayo kazi njema atakayonitukuza Mwenyezi Mungu. Kumbe mateso yote yale yana matokeo yake. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie wapendwa kuyavumilia mateso, ili mateso hayo tukiyaweka katika msalaba wa Yesu au tukiyalinganisha na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, yaweze kuwa na mapato yenye ushindi kama tutakavyoadhimisha adhimisho la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo katika Pasaka ya mwaka huu. Kumbe tukumbuke mateso yana ushindi. Nateseka kuchangia kanisa ili basi imani iendelee. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Sasa kuna watu wanachangia jumuiya, anaacha jumuiya, anaenda kwa mpagani. Huko ni kukimbia msalaba, huko ni kukimbia mateso ambayo Bwana wetu Yesu Kristo kiongozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo mfuasi wetu hakuthubutu hata siku moja kuyageuza mateso au kuyakimbia mateso. Katika masomo ya leo yote matatu yanatufundisha wajibu wa huo wa kupokea mateso katika mwanga wa Mungu au katika mwanga wa Kristo. Tumesikia katika somo la kwanza, Nabii Isaya anamtaja mtumishi mwenye sifa njema sana kubwa kama mbili, ambazo ningetamani kila mmoja aende nazo sifa hizi. Kama tutatamani na sisi kushiriki mateso pamoja na Kristo Yesu, lazima tuwe na sifa zinazotutafsiri sisi ni akina nani.
Somo la kwanza limetuambia hivi: mtumishi wa Mungu ambaye ndiye Bwana au mtumishi wa Bwana, yeye daima mtumishi huyo ni mwaminifu katika kutimiza mapenzi ya Baba. Mtumishi huyu ambaye baadaye anakuwa Kristo Yesu, nabii sana anapomtabiri, anatuambia ni mtumishi ambaye ni mwaminifu katika kutenda kazi alizozipewa. Mimi na wewe wapendwa, tumepewa kazi ya imani, tumepewa kazi ya kanisa, tumepewa kazi ya familia, tumepewa kazi mbalimbali tunazozifanya hapa duniani. Kama tutatamani kuwa kama Yesu aliyevumilia mateso yote, lazima tuyapokee mateso hayo katika hali ya uaminifu mkubwa, ili kwa uaminifu wangu juu ya hii kazi ninayopewa na Mungu inisaidie na mimi kufikia utakatifu wa maisha. Kwa uaminifu wangu wa kipadre unisaidie kufikia utakatifu wa maisha. Kwa uaminifu wangu wa kitawa kama sista au kama buruda unisaidie kufikia utakatifu wa maisha. Kwa uaminifu wangu kama baba wa familia unisaidie na mimi kufikia utakatifu wa maisha. Kwa uaminifu wangu kama mama wa familia unisaidie na mimi kufikia utakatifu wa maisha. Kumbe mtumishi wa Mungu ambaye nabii sana amtaja katika somo la kwanza, yeye alikuwa ni mwaminifu katika kazi yake Mungu. Tumsifu Yesu Kristo wapendwa. Wewe umepewa kazi ya Mungu, basi kataa mengine yote, unao wajibu wa kulinda kazi ya Mungu ya imani yako. Kumbe tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu kwa kushika kiaminifu imani yetu, ili imani hiyo ituzalie matunda ya Pasaka ya umilele mbinguni. Kristo Yesu alikuwa mwaminifu katika kazi ya Mwenyezi Mungu na akakubali yote yaliyotendeka juu yake, akafikia utakatifu wa maisha mbinguni. Ukiendelea kusoma somo hilo la kwanza linataja sifa nyingine ya mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu huyu ambaye tunamshangilia au tumemshangilia leo, yeye alikuwa haogopi. Kuna mwingine kati yetu, mtoto tu wa kwanza akifa, anaacha familia hii, anasema hii familia haizai. Mtumishi wa Mungu katika somo la kwanza haogopi mabaya, haogopi chochote kile. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie mimi na wewe kuongezeka katika imani, tusiogope chochote kile, kama tu kweli wafuasi wa Mwenyezi Mungu, kama tu kweli wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye hakuogopa chochote kile. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Hakulipa baya kwa baya, hakulipa ovu kwa ovu. Ukiwaambia watu tuwe kama hivyo, watasema yeye alikuwa Mungu. Sasa huyu mume wangu kila siku ananipiga, nivumilie tu. Haiwezekani. Lakini wanaovumilia mpaka mwisho ndio wanaookoka. Somo la kwanza linataja sifa kubwa mbili. Mtumishi wa Mungu anayemfuasa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ni mwaminifu katika kazi za Bwana. Lakini sifa ya pili, yeye haogopi mabaya, anakaza uso wake kama gumegume mpaka afike mahali panapotakiwa. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie wapendwa, kila mmoja aone thamani ya kutokuogopa mabaya ili aweze kubaki katika imani yake. Usiogope kuchangia kanisa ili uweze kubaki katika imani yako. Usiogope mabaya yote yale kama unamwamini Mwenyezi Mungu. Sifa ya tatu ya mtumishi mwema inatajwa katika somo la pili kama tumelisikiza vizuri. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.